katika maisha yake Bwana, aweze kuwa mbaraka katika kazi yako. Naomba hivi kwa Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Wote wakasema amina. Sisi kama viongozi wa dini tuna wajibu wa pekee wa kuliombea taifa letu, pengine kuliko watu wengine wote. Na ninaposema kuliombea taifa letu, tunayo maelekezo rasmi kabisa kwenye Biblia yanayotutaka tuliombee taifa letu. Na kwa kuwa nimeona wengi mnatembea na Biblia zenu na vitendea kazi wamepewa hapa viongozi, basi hebu tujielekeze kwenye Mambo ya Nyakati 7:14. Na mimi nitasoma: kama watu hao wangu wakijinyenyekeza, wakasali, wakanitafuta na kuacha njia zao mbaya, basi mimi nitawasikiliza kutoka juu mbinguni, nitawasamehe dhambi yao na kuistawisha nchi yao. Kwa wajibu wa kuliombea taifa letu ni maelekezo ya Biblia, si jambo la hiari kwa viongozi wa dini. Usije uko unatembea huko baba askofu unasema nikitaka nitaombea taifa, nikitaka siombei. Ukitamka maneno haya laana inakutafuta. Ni wajibu wa kila kiongozi wa dini kuliombea taifa letu. Naomba msichoke kuliombea taifa letu. Kwa nyinyi ambao ni viongozi wetu wapya wa kanisa, ameongea mwenyekiti wetu mpya Fernandez, akasema kwa kweli nyinyi mjue mnaenda kutumikia, sio mambo ya vyeo. Na mimi nasema jambo hili wala sio siri. Tujielekeze kwenye Marko 10:45. Na nitasoma kapengele haka kidogo: kwa maana hata mwana wa Adamu hakuja kutumikiwa bali kutumikia. Kwa maana hata mwana wa Adamu hakuja kutumikiwa bali kutumikia.